Waziri wa Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo, hapa tukimzungumzia Paul Christian Makonda ambaye pia ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ameweza kuzua gunzo mitandaoni baada ya Makonda kuwasema kwamba adui wao mkubwa sio Chadema, bali adui wao mkubwa ni wao kwa wao ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kada wa Chama cha Mapinduzi, yani kupitia CCM, Paul Christian Makonda amesema kuwa changamoto kubwa inayoweza kukiangusha chama hicho si vyama vya upinzani kama Chadema, bali ni baadhi ya wanachama wa CCM wenyewe wanaotanguliza maslahi binafsi badala ya kuwatumikia wananchi. Kauli hiyo ameitoa wakati akizungumza katika mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na wanachama na wafuasi wa chama hicho cha Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi, yani CCM, ambapo alisisitiza umuhimu wa viongozi wa CCM kurejea kwa wananchi na kutatua matatizo yao kwa vitendo. Makonda alisema kuwa kwa muda mrefu kumekuwa na mtazamo wa kuamini kuwa upinzani ndio tishio kubwa kwa CCM. Lakini ukweli ni kwamba baadhi ya viongozi na wanachama wa chama hicho wamekuwa wakichangia kuporomoka kwa imani ya wananchi kutokana na vitendo vya ubinafsi, kutokuwajibika na kushindwa kusikiliza kero za wananchi. Katika hotuba yake, Makonda alielezea kuwa chama tawala kina nguvu na mchango wake katika maendeleo ya taifa, lakini nguvu hiyo inaweza kupungua ikiwa viongozi wake hawataweka mbele maslahi ya wananchi. Alisema kuwa wananchi wanahitaji kuona matokeo ya ahadi zinazotolewa na viongozi wao badala ya maneno matupu ya kisiasa. Sasa maneno matupu ya kisiasa ni yapi? Hayo tutayajua huko mbeleni. Sasa hayo ndiyo yalikuwa maneno ya Paul Christian Makonda ambayo aliweza kuyatoa, na hapa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, kuna baadhi ya maoni ya wadau waliweza kuyatoa, na sisi tutakusogezea kama yalivyo, alafu tukuachie wewe nafasi uweze kutuambia kwamba ni kipi ambacho unacho. Sasa twende moja kwa moja uweze kusikia na uweze kuelewa ni yapi ambayo yalijiri. Tuanza na huyu Cuthbert ambapo anasema kwamba mnaanza kujikosha, wananchi akili zipo, hawadanganywi. Kwa ujumla wake CCM haitaki vyama vya siasa na inavitunga na kuvichonganisha ili yenyewe ionekane bora, lakini wananchi wanaona hivyo hiyo kauli haina nafasi yoyote kwa wananchi. Alafu akamalizana kuweka kiimoji cha kucheka hapa. Lakini tukija hapa kwa huyu mtani yeye anasema kwamba yeye ameweka mbele maslahi ya wananchi, labda ya wananchi wakalimje, labda wananchi wakoromije, bashite bana, ana kielele. Yaani yeye ndiye anayejiona anaweza kuliko wana CCM wote. Ndio maana kila anapopelekwa anafika kuwachafua aliwakuta ili yeye ndiye aonekane anafaa. Hakuna lolote. Huyo ni mtani. Lakini tukija kwa Martin yeye anasema kwamba ni kweli Chadema ni sisimizi mdogo, hana uwezo wa kuiangusha CCM. Huyo ni Martin. Lakini tukija kwa Joel yeye anasema kwamba hapa umekumbuka kuwa CCM ya Nyerere mmeiacha nyuma, mmeenda na nguo tu, huku mmelewa pombe ya ujambazi, dhuluma, uonevu na utekaji. Amzikumbuki hata ahadi za CCM, huku mkiwadharau na kuwatukana akina mzee Warioba. Huyo ni Joel akamesema hivyo. Lakini hapa kauli ya Joel ikaja kujibiwa na George akasema kwamba umenena vizuri,
Umenena vyema. CCM ya sasa ni mavi na ni kinyesi kinachonuka kila mahali. Lakini Hisa Ngao anasema kwamba kwa kuongezea, na sasa wameamua kuwatafuta wale wanaowakosoa humu mitandaoni kwa kisingizio cha uchochezi. Hayo ni maoni aliyoweza kuongezwa baada ya kauli aliweza kuitoa Joel. Lakini tukienda moja kwa moja kwa Mbilinyi, yeye anasema kwamba Waziri Makonda, hapo umegundua kitu, kusema kwamba Chama cha Mapinduzi kinaporomoka sio Chadema wala chochote, ila viongozi wenyewe watumikia shughuli zao bila kuwatumikia wananchi. Kweli, ukweli mtupu. Mfano mdogo kwetu, toka mbunge achaguliwe hajawashukuru wala kuwasikiliza au kusikiliza kero za wananchi, licha ya ahadi nzuri alizozitia wakati anagombea anaomba kura. Hapo tunaamini kuwa aliomba kura kwetu, sio kura zetu. Hayo ndiyo aliyokuja kuyatoa Mbilinyi, lakini maneno ya Mbilinyi yakaja kujibiwa na Isa tena. Hapa anasema kwamba ni afadhali ya yule mbunge chizi Baba Levo kidogo anathubutu kwa kuwatetea wananchi wake wa Kigoma mjini, hata kama sio kwa vitendo. Lakini baada ya Isa kuweza kusema hivyo, akaja Fredi hapa akasema kwamba ni kweli kuliko huyo jambazi wa Chuga mlisha nyama. Yaani jambazi wa Chuga mlisha nyama, nadhani hapo umeshamwelewa ni yupi. Sasa hapa ndipo tunapotamatisha habari hii. Kikubwa sasa, wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni kutuambia kwamba ni kipi ulicho nacho kutokana na mambo haya yaliyotokea au yaliweza kusemwa. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine.